بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكيا صالة سلام kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فأوصيكم شاء الله جل في علا في هذه اللحظات فإنه قد فاز المتقون. na kwa hakika ni faraja kubwa kwetu sisi walimu bil khusus, kadhalika na kwenu nyinyi wanafunzi kuja katika moja ya nyumba za Allah tabaraka wa taala ndani ya masjidi hii, Masjidu Hidayah, baitun min buyuti llahi azza wa jal. Tumekutana hapa talaban lililmi, kwa lengo la kusoma elimu, fiqhu kitabillahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Tusomeshana hapa fiqhi ya kitabu cha Allah, kadhalika na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na kufanya hivi ni kutekeleza wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu qala, pale aliposema alayhi salam katika hadithi ambayo kharajahu al-Imam at-Tirmidhi, kadhalika al-Imam Ibn Majah, kadhalika al-Imam al-Hakim, na ameisahihisha Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an: sayatikum aqwamun, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watakujieni watu, yatlubuna al-ilma, wanakuja kwa lengo la kutafuta ilmu. Watakujieni watu kwa lengo la kutaka kusoma kwenu nyinyi. Fa idha raaitumuhum, basi mtakapowaona watu hao tulabul ilmi wamefunga safari kutoka majumbani mwao, wametoka katika sehemu zao, wengine wametoka sehemu za mbali, wengine wametoka sehemu za karibu, ahamu shay wametoka walikotoka, wamekuja kwenu. Yatlubuna al-ilma, wanakuja kutafuta ilmu ya kitabu cha Allah na sunna za kwangu mimi, yani mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salam akasema, mtakapowaona faqulu lahum, waambieni watu hao, marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mnakaribishwa nyinyi mliodhamiria kuja kuitikia na kutekeleza
wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqnuhum ay wa'allimuhum, mkicha waambia hivyo, hatua inayofuata wafundisheni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mwongozo katika hadithi hii kwamba wanapokujieni watu muwapokee vizuri, kadhalika muambie ya kwamba karibuni sana na mmekaribia mahala ambapo ni paheri kuja kutekeleza na kuchukua wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo nasi tunakwambieni nyinyi vijana tulabul ilmi, kadhalika na talibatu, tunawaambia kwamba marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mko katika kheri na mtarajie hilo kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mmekusanyika hapa kwa lengo la kujifunza dini yenu, mnakuwa katika kheri. Lakini pili, mko ndani ya msikiti, hii ni kheri nyingine. Mtume alayhi salam anasema majtamaa qauman fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea pia katika fadhila za watu kukaa misikitini kusomeshana. Qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam qala as-sahaba, kusomeshana kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kwamba watu hao watakuwa ni wenye kushukiwa na malaika, isipokuwa watu hao ni wenye kushukiwa na utulivu. Allah tabaraka wa taala huwashukishia waja hao utulivu wa nyoyo, kadhalika na utulivu wa viwiliwili vyao. Kadhalika malaika wanashuka na kuwafunika kwa mbawa zao. Malaika wanawafunika wanafunzi wanapokuwa katika vikao vya kielimu kama hivi kwa mbawa zao, wakiwaombea dua tulabul ilmi. Lakini pia Allah tabaraka wa taala anawataja kwa wema, anawasifia wanafunzi hao waliokubali kutumia muda wao kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kusomeshana na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Allah anawataja kwa wema waja hao inda al-mala'i al-a'la, kwa malaika walioko juu katika tabaka ya kwanza ya mbingu, al-malaikatu al-muqarrabun. Waonaje wewe mwanafunzi kutajwa na Allah tabaraka wa taala kwa wema, kutajwa kwa uzuri inda al-muqarrabin, mbele ya malaika walio karibu na Allah tabaraka wa taala, walio katika tabaka ya kwanza kabisa ya juu ya mbingu. Hii ni kheri kubwa sana. Kwa hivyo tujitahidi sana kumwomba Allah tabaraka wa taala thabati, na tujitahidi kusafisha nia zetu ili tupate saada fi dunia wal akhirah, na Allah tabaraka wa taala tujalie tuweze kufanikiwa kuyapata yale ambayo tumeyafuata katika daura hii, na tumuombe Allah jalla fi ula ajalie daura hii iwe ni yenye kutunufaisha sisi sote washiriki, walimu kadhalika na wanafunzi. Tayib, dauru yangu mimi ni fiqhi katika upande wa jinaza. Katika risala hii, kitabu hiki cha Imam
محمد بن صالح العثيمين من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنازة. Sasa mimi nachukua upande wa janaiz au jinaza, na hii ni talkhis, ni ufupisho wa juu, lakini pia na sisi tutajitahidi kwa kadiri ya uwezo kufupisha, kufanya tarjama kiasi, lakini sehemu ambayo inahitajia maelezo tutatoa, na sehemu ambayo haihitaji kukaa tutasonga mbele ili tuweze kufikia lengo na tumalize silabasi yetu. Tutasoma katika fasuli hii ya 3 ahkamu taghsili almayit, hukumu za kumuosha maiti, namna ya kumwandaa maiti, kadhalika kaifiyatu taghsilihi, namna ya kumuosha maiti. Tutasoma nadharia kwenye kitabu, kadhalika tatbiqiyan tutasoma kwa vitendo. Tayari? Naam, tutasoma nadhari, lakini thaniyan tutaingia tatbiqi kwa vitendo insha Allah taala. Nukta ya 3, kaifiyatu takfinihi, namna ya kumkafini maiti. Kaifiyatu takfinihi, namna ya kumkafini maiti. Kumkafini maiti maana yake nini? Mayarif na anajua, asiyekuwa mwanafunzi wa hapa wala sehemu yoyote, yani wanafunzi wa vyuo vikuu ambao ni washiriki hasa, ajibu swali hili. Maana ya takfini nini? Kumvisha sanda. Ahsant, kumvisha sanda ndio maana ya takfinul mayit, sababu wengine wamezoea kwamba wanafahamu kuwa takfinul mayit maana yake ni kumkamua maiti wakati wa kumuosha, ile kumkamua ile. Hadha ghalat, ufahamu huu sio sawa. Takfinuhu kwa maana kumkafini, kumvesha sanda, kumvesha sanda. Nukta ya 4, sifatu salati alayhi, sifa ya kumswalia maiti, yani namna ya kumswalia maiti. Tutasoma nadhari, lakini pia tutaonesha kivitendo tatbiqiyan namna ya kuswalia, namna ya kuswalia insha Allah taala. Nukta ya mwisho, kaifiyatu dafnihi, kadhalika hii kaifiyatu takfinihi tutaonesha tatbiqiya, sawa, yani kuosha, kadhalika kukafini, kadhalika kuswalia, yote tutaonesha tatbiqiyan kwa vitendo. Nukta ya mwisho ni kaifiyatu dafnihi, namna ya kumzika, namna ya kumzika. Hizi ni nukta ambazo tutaishi nazo katika kipindi chetu hiki cha aljanaiz, ahkamul janaiz. Tayib, naingia moja kwa moja katika maelezo ya Imam rahimahullahu taala, na kabla ya kuingia katika fasulu hii, kwa sababu huu mlango unatufundisha na kuturudisha, yani kutukumbusha umauti, kutukumbusha umauti, kwamba kullu wahid ya'lama annahu sayamutu, kwamba kila mmoja afahamu atakufa. Na hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kila mtu ataonja mauti. Ma fi ahadi illa sayadhuqu almaut, hakuna yeyote isipokuwa atakufa. Na kama ingalikuwa kuna watu ambao hawatokufa, basi mitume wa Allah tabaraka wa taala wangebaki. Kwa kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Kunaposoma ahkamul janaiz au babul janaza, ufahamu ya kwamba huu mlango unakuzindua. Ndio maana katika maelezo ya kutubul fiqh wanapoweka huu mlango, kabla yake wanaanza babu tauba, babu at-tauba,
kukukumbusha ulazima wa kutubia kwa Allah jalla fi'ala, kisha wanakufundisha babu aljinaza, kwa sababu wanakurudisha kukumbuka umauti. Wanakutanabahisha wewe ambaye umeghafilika, ukumbuke kwamba kama si saa hii basi saa ijayo wewe ni maiti. Sasa umejiandaaje? Kila mmoja wetu ayastaidda bihadhihi rihla, kila mmoja wetu ajiandae, afanye maandalizi mema, maandalizi yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya safari hii ambayo ni safari ya kila mmoja wetu, kuyafanya yale yanayomridhisha Allah jalla fi'ala na kujiepusha na yale yanayomkasirisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hii ni katika maana zinazopatikana katika huu mlango wa jeneza, kutukumbusha umauti. Tayeb, kwa inakuwa ni aibu kwa mwanafunzi unasoma ahkamul janaiz halafu nakuwa si mwenye kuchukua mazingatio, inakuwa ni aibu. Kuna baadhi ya sehemu unasoma mwanafunzi, yani hustahili kucheka, bali unatakiwa uhuzunike katika nafsi yako na ujue ya kwamba haya tunayosoma hapa ipo siku tutakufanyia wewe kama ambavyo mtakuja kunifanyia mimi. Sasa ukishajua hivyo, mwanafunzi unatakiwa kufahamu madha yajibu alayka, wajibu wako nini? Wajibu wako ni kufanya maandalizi, lianna almauta yati baghtatan. Sawa, mauti unakuja ghafla, hauodishi wala hautoi taarifa kwamba baki usbuani, la, kwamba umebakisha wiki mbili, hakuna habari hiyo. Na wala usihadaike kwamba wanaokufa ni wagonjwa. Mgonjwa anaweza kabaki, wewe mzima ukaanguka. Sawa. Kwa ahamu shay watu kufanya maandalizi kwa ajili ya akhira yetu. Nasallallahu at-tawfiq.